Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu. Siku ya leo Ijumaa tarehe 21 mwezi wa 3, juma la pili kipindi cha Kwaresma. Masomo yetu siku ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 37 aya ya 3 hadi ya 4, aya ya 12 hadi ya 13 na aya ya 17 hadi ya 28. Injili kutoka kwa mwinjili Mathayo sura ya 21 aya ya 33 hadi ya 43 na aya ya 45 hadi ya 46. Karibuni tusikilize Injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliwaambia wakuu wa makuhani na wazee wa watu, "Sikilizeni mfano mwingine. Kulikuwa na mtu mwenye nyumba, naye alipanda shamba la mizabibu, akalizungusha ugo, akachimba shimo la shinikizo ndani yake, akajenga mnara, akapangisha wakulima, akasafiri. Wakati wa matunda ulipokuwa karibu, akawatuma watumwa wake kwa wale wakulima wapokee mazao ya matunda yake. Wale wakulima wakawakamata watumwa wake, huyu wakampiga na huyu wakamuua na huyu wakampiga kwa mawe. Akawatuma tena watumwa wengine wengi kuliko wa kwanza, wakawatenda vile vile. Mwishowe akamtuma mwanaye kwao akisema, watamstahi mwanangu. Lakini wale wakulima walipomwona yule mwana, wakasemezana wao kwa wao, huyu ni mrithi, haya na tumuue, tuutwae urithi wake. Wakamkamata, wakamtupa nje ya shamba la mizabibu, wakamuua. Basi atakapokuja yule bwana wa shamba la mizabibu, atawatendaje wakulima?" Wakamwambia, "Atawaangamiza vibaya wale wabaya, na shamba la mizabibu watawapangisha wakulima wengine watakapomlipa matunda kwa wakati wake." Yesu akawaambia, "Hamkupata kusoma katika maandiko, jiwe walilolikataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni, nalo hili limetoka kwa Mungu. Neno hili limetoka kwa Bwana, nalo ni la ajabu machoni petu. Kwa sababu hiyo nawaambia, ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu, nao watapewa taifa lingine lenye kuzaa matunda yake." Wakuu wa makuhani na Mafarisayo waliposikia mfano yake, walitambua ya kuwa anawanenea wao. Nao walipotafuta kumkamata, waliogopa makutano, kwa maana wao walimuona kuwa ni nabii. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Wapendwa familia ya Mungu, maneno ya Injili tuliyoisikia hivi punde ni maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo akiwafundisha wakuu wa makuhani na Mafarisayo kwa mifano. Na leo tumesikia Yesu akiwafundisha kwa mfano wa vibarua waovu. Mfano huu umebeba maana iliyofichika ambayo kimsingi kila mhusika ana maudhui msingi katika maisha yetu ya kiroho kama Wakristo, tunapoendelea na tafakari ya neno la Mungu katika kipindi hiki cha Kwaresma. Hapa katika mfano huu tunaona na kutambua kuwa kumbe mpangishaji ni Mungu. Rejea kitabu cha Nabii Isaya sura ya 5 aya ya 1 hadi ya 2. Shamba ni mji wa Yerusalemu, wapangishaji ni viongozi wa Israeli, wapangaji ni viongozi wa Israeli, na watumwa ni manabii wa Agano la Kale walioteswa kwa kuwaonya Waisraeli waache dhambi zao. Na mwana ni Yesu ambaye atatupwa nje ya shamba na kuteswa nje ya mji. Rejea Injili ya Yohane sura ya 19 aya ya 17 na aya ya 20. Wanamtenda hivyo huyo mwana kwa sababu wanatambua anawaambia ukweli juu ya uovu wao. Kwa sababu ya uovu wao, Mungu atawaadhibu na kuwakabidhi agano jipya vibarua wengine
yaani kanisa. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tukiutafakari kwa makini mfano huu aliotoa Bwana wetu Yesu Kristo, ni dhahiri kabisa unatugusa hata sisi wa Kristo kwa namna moja au nyingine. Kwa mfano huu, mimi na wewe huenda tunaingia katika kundi la vibarua waovu ambao Mungu aliwakabidhi shamba la mizabibu. Sisi tumekabidhiwa imani kwa njia ya ubatizo na tukapewa neema za kutuongoza katika safari ya kuelekea uzima wa milele. Hili ndilo shamba letu tulilokabidhiwa. Tunapotafakari hayo, tunapaswa kujiuliza, je, Mungu anapowatuma wajumbe wake kutuletea habari njema, tunawapokea na kuwasikiliza na kuishi ule ujumbe tunaoletewa? Je, tunapokutana na mwenyewe na mwanaye wa pekee, yaani Yesu Kristo, katika neno lake na sakramenti ya Ekaristi, tunampokea katika roho na kweli, au tunatafuta namna ya kumwangamiza kama walivyofanya wakuu wa makuhani na Mafarisayo? Ndugu zangu wapendwa, katika somo la kwanza tunakutana na simulizi la Yusufu, ambapo alichukiwa na ndugu zake na kunusurika kuuawa, hatimaye kuuzwa na ndugu zake kwa wapita njia na kufanywa mtumwa katika taifa la Misri. Lakini tunaona Mungu anamuinua na kumfanya kuwa msaada mkubwa kwa ndugu zake baadaye, wakati walipokumbwa na janga la njaa. Simulizi hili la Yusufu linafanana sana na Injili tuliyoisikia leo. Mfano wa hawa vibarua waovu waliomuua mwana wa mpangishaji nje ya shamba la mizabibu ni kama ndugu zake Yusufu walivyomuuza ndugu yao utumwani, lakini baadaye akawa msaada kwao, yaani kwa namna fulani mwokozi wao. Na Yesu, licha ya kukataliwa na kuuawa, lakini ndiyo anawakomboa kwa mateso, kifo na ufufuko wake. Yusufu alikuwa na ndoto kwamba baadaye angekuwa mkubwa kwa ndugu zake, na kweli ilitimia. Rejea kitabu cha Mwanzo sura ya 37 aya ya 5 hadi ya 11. Tunaona Yesu anamalizia kwa kusema kwamba jiwe walilolikataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Rejea Zaburi ya 111 aya ya 22, akijitabiria mwenyewe kwamba taifa la Israeli watamkataa na kumtesa na kumuua kwa kumtundika msalabani, lakini baadaye atakapofufuka atawakomboa kutoka katika utumwa wa dhambi. Wapendwa katika Kristo, katika Injili hii kuna mambo ya kujiuliza tunapotafakari fumbo la mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo katika kipindi hiki cha Kwaresima. Je, neno la Mungu tukishalipokea na kutugusa katika mioyo yetu likitudai kufanya mabadiliko, tuko tayari kubadilika, au ndio tunatafuta namna ya kuliangamiza kabisa kama walivyofanya watumwa waovu? Je, tunapopokea neema kwa njia ya masakramenti tunazitunza na kuzitumia vizuri ili zituletee wokovu, au ndio tunakuwa kiburi na kujisahau kwamba ni Mungu mwenyewe ndiye anayetupatia hizo neema? Wapendwa katika Kristo, kumbe huu ni mwaliko kwetu sote tunapoendelea na mfungo huu wa Kwaresima, kujitafakari na kutambua kwamba Mwenyezi Mungu ametupatia wajibu wa kuishi imani na kuitendea kazi neema anazotujalia kupitia neno lake na masakramenti kwa ajili ya kuwa viumbe vipya na vilivyo safi mbele za Mungu, ili tutakapofikia maadhimisho ya Pasaka tufufuke na Yesu Kristo na kuishi maisha ya kipasaka, yaani watu waliokombolewa kutoka utumwa wa dhambi. Tumwombe Mungu atujalie neema ya kuwa waaminifu kwa neema na baraka anazotujalia katika kipindi hiki cha Kwaresima, tuweze kuzitumia vizuri ili tutakapoadhimisha sherehe ya Pasaka tuweze kujichotea neema nyingi zaidi zitakazotusaidia kudumu imara katika imani, matumaini na mapendo, ili Mwenyezi Mungu atakapomtuma mwanae wa pekee kwa mara ya pili kuja kutoa hukumu, basi atukute tukiwa tumejiandaa vizuri kuingia katika utukufu wa Mungu, ambapo ndipo tunapata furaha ya milele. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeletwa kwenu na mimi Frateri Valerian Experi Mkami kutoka Jimbo Katoliki la Morogoro, ninayesoma masomo ya taalimungu mwaka wa pili katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala,
iliyopo jimbo kuu la Tabora.